kuelekea mechi ya watani wa jadi Yanga dhidi ya Simba kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam siku ya Jumamosi. Basi miongoni mwa wachezaji wanaotarajiwa kuleta msisimko wa aina yake kupendezesha dabi hii pindi akipata nafasi ya kucheza ni pamoja na beki Shomari Kapombe. Huyu ni mchezaji muhimu ndani ya kikosi cha Simba katika msimu huu kwenye ligi kuu Tanzania bara. Amekuwa kila mara anapokuwa fiti basi huwa akosekani uwanjani. Na tunapozungumzia mafanikio ya Simba katika msimu huu ambapo mpaka sasa ikiwa imecheza mechi 21 iko nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kwa kuwa na pointi 54, ikiwa imeshafunga mabao 46, yenyewe imeruhusu mabao 8, tunakuwa ndio timu yenye ukuta imara, ndio timu ya pili kwa kufunga mabao mengi. Shomari Kapombe ni miongoni mwa wale wanaifanya Simba iwe na sifa hizo. Jambo kubwa lililonalo Shomari Kapombe katika msimu huu, mchezaji huyu mzoefu ndani ya kikosi cha Simba, ni kwamba msimu huu chini ya kocha Fadlu Davids, Kapombe amekuwa muongo sana. Ndio, muongo kwa maana ya laghai kwa wapinzani. Matokeo yake amekuwa akisababisha madhara makubwa kwa wapinzani kwa sababu ya tabia yake ya kucheza kiuongo. Tabia yake ya kutekeleza mpango kazi wa mwalimu Fadlu Davids unaofanya uwaghilibu wapinzani kuhusiana na majukumu ya Kapombe uwanjani. Amekuwa kwenye kiwango bora sana. Ana nishati ya hali ya juu. Ninaposema amekuwa muongo ni kwa sababu Simba kwenye mfumo wake huwa mara nyingi mfumo mama baada ya golikipa, mfumo wa kocha Fadlu Davids ni kuwa na walinzi 4, viungo ile ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Katika hawa mabeki 4, Kapombe hupatikana nafasi ya beki wa kulia. Yes, yeye ikiwa kama beki namba 2, ambapo matarajio ni kuona akitekeleza majukumu mama kama mlinzi wa kulia. Kazi kubwa akifanya ni ya kuzuia zaidi. Lakini ule uongo ninaosema mimi sio ule uongo wa kawaida katika hali ya maisha kawaida ambao ni hasi. Hapana, ni uongo chanya kwa timu yake katika kutekeleza mpango kazi unaowezesha kupata mafanikio dhidi ya wapinzani. Kapombe hutumika katika kuwalaghai wapinzani kwenye kutekeleza mpango kazi wa mwalimu Fadlu Davids kwa sababu yeye kiuhalisia anapocheza uwezo ukasema kwamba ni beki pasea. Ndio. Kapombe msimu huu katika mechi alizocheza kwenye ligi kuu huwa ni kama playmaker. Yes, ni kiungo kabisa mchezeshaji Kapombe. Kapombe amekuwa akitumika kama winga tena winga yule tunasema orthodox. Winga ambaye kwa sababu guu lake lenye nguvu la kulia basi hupanda kwenda kumaliza mapana ya uwanja na kisha kupiga crosses ili wengine waweze kufunga. Ndio tunasema orthodox. Lakini Kapombe huyu amekuwa ni inverted winger kwa maana kwamba anakuwa anapanda halafu anaingia ndani, anafanya underlapping kwa ajili ya kwenda tunasema cut in, kuingia ndani, kuwa supportive striker nyuma ya mshambuliaji kinara Kapombe huyu amekuwa kama striker katika uchezaji wake. Ndio, mgongoni namba 12, lakini mahala unapomwona uwanjani akitumika ni kama nilivyotoka kueleza kwenye mfumo wao ule wa kuwa na mabeki 4, beki wa pembeni. Kapombe utamuona kama huo ndio uwanja, eneo hili analicheza sana kama beki, lakini Kapombe eneo hili la katikati mwa uwanja analicheza sana katika kuchezesha wenzake, lakini Kapombe anacheza sana eneo hili la kuwa kama ndio hiyo ninasema orthodox winger, akimaliza mapana ya uwanja kwenda kupiga crosses ili zitumiwe na kina Lionel Ateba Mbida, kina Steven Dese Mukwala, kina Jasha Ahua wakati wanapokwenda kushambulia. Lakini Kapombe huingia ndani na mara nyingi huwa ndani ya eneo la 18 la wapinzani na hivyo kucheza kama nambari 9 kama mshambuliaji Kapombe katika cheza yake. Na ndio maana naposema amekuwa muongo ni katika mazingira hayo kwa sababu wapinzani utarajie kwenye mpango kazi wao wamuone Kapombe akiwa kama beki wa kulia, lakini kwenye kucheza anawaghilibu kwa sababu anapatikana maeneo yote haya ya upande wa kulia wa uwanja na eneo la kati la eneo la kushambulia la Simba kwenye final third. Matokeo yake yamekuwa na madhara makubwa sana Kapombe. Simba mafanikio yake mpaka sasa kwenye ligi kuu Tanzania bara huwezi kumwacha Kapombe, na takwimu zinathibitisha hilo. Kwa mfano mpaka sasa Kapombe ambaye amekuwa mhimili mkubwa katika kikosi cha Simba ni kwamba katika mechi 21 alizocheza Simba mpaka sasa, mechi 21 Kapombe ameshacheza mechi 19. Hii yatosha kudhihirisha namna gani alivyokuwa mchezaji muhimu katika mechi za Simba kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa, ambapo wao wako katika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu wakiwa na kiporo kimoja, kwa sababu wapinzani wao Wananchi Yanga ambao ndo wanacheza nao kwa Mkapa wanaongoza ligi wakiwa na pointi 58,
lakini amecheza mechi 22, mechi moja zaidi ya Simba. Sasa Kapombe amecheza mechi 19, maana yake amekosa mechi 2 tu. Kwenye mechi hizi 19 Kapombe amecheza kwa dakika 1556. Unaona ni kwa namna gani amekuwa akitumika vya kutosha uwanjani pindi anapokuwa fiti na kupangwa na kocha Fadlu Davids. Lakini kwa kwake uwanjani haitoshi. Kwenye kutekeleza yale majukumu ninayosema ni majukumu ya ziada kwa beki kama yeye, beki wa kisasa, yale majukumu ya ziada yanayohitajika kuyafanya katika kusaidia ujenzi wa mashambulizi ya timu, wakati mwingine akiwa kama kiungo mchezeshaji, wakati mwingine akiwa kama winga, wakati mwingine akiwa kama supportive striker nyuma ya mshambuliaji kinara, wakati mwingine akiwa kwenye nafasi kabisa ya mshambuliaji. Kapombe amepiga mashuti 8 katika mechi hizo 19. Kapiga mashuti 8. Kwenye mashuti ya 8, 5 yamelenga lango. Halafu nini katokea? Amefunga mabao, goals. Amefunga mabao 3, lakini Kapombe pia ametoa pasi za mabao, tunasema assist. Ametoa assist 3, kwa lugha nyingine goals contribution, kwa sababu ametoa assist 3 na magoli 3. Maana yake amechangia mabao 6 kati ya yale mabao 46 aliyofungwa na Simba. Unaweza kaona Kapombe amekuwa na mchango wa juu kiasi gani. Lakini haitoshi. Cheza yake ile ya kwenda kushambulia akiwa kama mshambuliaji nyuma ya mshambuliaji kinara, wakati mwingine akiwa mshambuliaji pase, akisimama katika maeneo ambayo tunatarajia kuona wachezaji wanaocheza kama washambuliaji vinara, hawa wenye hii nafasi moja ya juu. Kapombe matokeo yake amesababisha penalty 4 kwa timu yake. Yaani timu yake imenufaika kupata penalty 4 ambazo zote zimebadilishwa kuwa mabao. Kumbuka Simba katika msimu mpaka sasa ndio timu ambayo kwenye ligi kuu Tanzania bara inaongoza kwa kupata penalty nyingi. Imeshapata penalty 9. Sasa katika hizi 9, 4 ni za Kapombe. 4 katika 9 ukizidisha kwa 100 unagundua asilimia around 44 penalty zote walizopata Simba yeye Kapombe amehusika kwa asilimia 44. Ni kutokana na uwezo wake mkubwa wa kukimbia kwa kasi kuingia eneo la mwisho la mpinzani kujaribu kufunga ama kutoa pasi za mabao. Matokeo yake wapinzani hujikuta wakimzuia kwa kupaniki, maana huwa hawatarajii beki 2 au katika eneo lao la 18. Matokeo yake wanafanya late tackle, tunasema wanafanyia madhambi kwa kuchelewa na kusababisha mikwaju ya penalty. Ukichanganya hapa utaona basi kwa mabao 4 yatokanayo na mikwaju ya penalty alizosababisha yeye, utagundua kama ukiongeza mabao 6 aliyochangia kwa kufunga na assist, utagundua kuna mabao 10 Kapombe amehusika kati ya mabao 46 aliyofunga. Hiyo haitoshi. Kapombe amekuwa akifanya double runs, mikimbio ya uongo ambayo huwaghilibu wapinzani na wenzake kufunga. Hiyo hatujaweka katika namba. Kwa hiyo Kapombe kwenye kushambulia amekuwa hatari zaidi, ingawa yeye ni beki 2. Lakini akiyafanya yote hayo, haachi kutekeleza majukumu yake ya kiulinzi kama beki namba 2, ambao ndio majukumu mama kama beki 2. Hapa unagundua Kapombe tena amekuwa ni kama jini katika mpira wa miguu, monster, kwa sababu kote nako amekuwa mzuri mpaka sasa katika mechi 19. Ni kwa sababu majukumu ya kiulinzi huwa tunaangalia pamoja na tackling, tunaangalia pamoja na interceptions, tunaangalia pamoja na clearances, tunaangalia pamoja na blocking, kwa maana kuiblock mipira ambayo wapinzani huwa wamepiga kuelekea langoni, ikiachwa inaingia wavuni, ukizuia tunaita block. Sasa Kapombe kote huko amefanya vizuri, lakini pia kwenye mipira ya chini yupo vizuri, kwenye mipira ya juu tunasema aerial duels yupo vizuri kama ifuatavyo. Kwenye tackling mpaka sasa Kapombe ameshafanya tackling 4 kwa mafanikio. Tackling maana yake ni nini? Kuingia uvunguni mwa mpinzani, kuchukua mpira bila kusababisha madhara kama ya faulo. Yeye amezifanya hizo kwa mafanikio 4. Interceptions Kapombe ameshazifanya 15. Tunapozungumzia interceptions tunamaanisha ile kuwahi mpira ambao wapinzani wanapasiana, mpinzani mmoja na mwingine, au mchezaji mmoja wapo upinzani anataka kutuliza mpira umefika umechukua, nayo ni interception. Ama mpinzani anajaribu kudribble mpira, kukokota, unamzidi maarifa unachukua. Zote ni aina interceptions. Jumla amefanya 15. Lakini sio hilo tu. Kapombe clearances amefanya pia, kuosha mpira kutoka katika eneo hatarishi kwenda eneo salama, amefanya mara 5 Kapombe. Blocking amefanya 2, mipira ambayo lau kama yeye asinge block huenda ingeingia wavuni, na hivyo unaona hapa ili nalo jukumu lingine la kiulinzi. Lakini kwenye mipira ya chini amefanikiwa mara 5 kupambana na kuishinda. Mipira ya juu tunasema aerial duels amefanya kwa mafanikio mara 15.
kucheza mipira ya juu kwa mafanikio 15 kunamfanya Kapombe ndani ya Simba ndiye mchezaji namba 3 kwa kufanikiwa mipira ya juu. Amezidiwa tu na Shemalon Fondo, alifanikiwa mara 44 beki wa wakati. Amezidiwa tu na Abdurazak Hamza, beki wa wakati, alifanya kwa mafanikio, amepambana kwa mafanikio mipira ya juu mara 26. Kapombe beki 2 lakini amefanya mara 15, ndiye namba 3. Kumbuka huyu ndiye anayepatikana zaidi kule juu katika kuleta madhara kwa wapinzani kwenye kufunga na kuassist. Sasa ukiangalia hapa defensive actions ambazo ni hizi hapa, tunaweza tukazihesabu: tackling 4 ukajumlisha hii 4 ukajumlisha na 15 ukajumlisha na 5 ukajumlisha na 2, kwa maana matendo ya kiulinzi, defensive actions, tackling, interceptions, clearances na blocking, kwa pamoja ukijumlisha hapa utagundua amefanya matukio 26 ya kiulinzi kwa mafanikio. Defensive actions zote hizi anafanya mtu ambaye ndiye huyu amechangia kule mabao 3 kwa kufunga mwenyewe, mabao 3 assist, lakini huyo akisababisha penalty 4 kati ya penalty 9 walizopata Simba. Unaweza kaona ni kwa namna gani Kapombe amekuwa muongo kwa wapinzani, kwa sababu hajulikani anapatikana wapi. Yeye ni kama beki 2 mgongoni namba 12, lakini ndiye mpichi wa mabao, ndiye hufunga mabao, husababisha penalty. Upande ule wa kulia, ule ukanda ule wote, Kapombe amekuwa mtawala wa kutosha katika mechi 19 walizocheza. Swali, je, ataendeleza tena katika mechi hii watakayocheza dhidi ya Yanga kwa Mkapa? Je, Yanga watamudu Kapombe huyu ambaye amekuwa moto zaidi pengine kuliko katika mechi yao ya kwanza walioshinda 1-0 kwa bao la kujifunga la Kevin Kijiri? Hilo ni swala la kusubiri, lakini hakika kwa Kapombe ni burudani kwa wanamsimbazi, ni burudani kwa wapenda mpira wa miguu, lakini ni tishio kwa wananchi Yanga katika kutekeleza mpango kazi wao wa mechi. Na kwa vyovyote vile Mwalimu Milud atakuwa amefikiria namna ya kukabiliana na changamoto kutoka kwa Kapombe, kwa sababu akiachwa hivi hivi bila mpango kazi wa kumdhibiti, anaweza akawa sehemu ya madhara kwa wananchi Yanga, anaweza akawa faida kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Yote kwa yote, tusubiri dakika 90 za mechi hii ili kuona kama Kapombe atafanya kile ambacho ameshakifanya mpaka sasa. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una comment na kulike. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhan Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.